Askofu Seba Diego Dipala wa makanisa ya Big Green ambayo makao makuu yake yako Dar es Salaam, Ilala, kata ya Zingiziwa. Tunatazamana kabla na shule ya sekondari ya Zingiziwa. Niko pale kama muasisi na kiongozi mkuu wa makanisa ya Big Green. Na kanisa letu kwa sasa lina matawi 13. Katika matawi hayo 9 yapo Dar es Salaam na matawi mengine yaliyobaki yako mkoani. Makao yetu kama nilivyotangulia kusema yako Zingiziwa, kabla ya shule ya sekondari ya Zingiziwa, na tunapatikana kwa namba ya 0712-711-833 kwa huduma ya maombi na maombezi. Na kama ambavyo tumejaribu kueleza, Biblia inaeleza kwamba yachunguzeni maandiko ili mpate kujua hayo mambo ndivyo yalivyo. Hii ni tabia ya Waberoni. Lakini watu wengi sana leo hawataki kuchunguza maandiko, hawataki kujifunza maandiko. Na kwa sababu ya ile tabia ya kutotaka kuchunguza maandiko, umetokea wimbi la wachungaji ambao wanatumia huo ujinga kuweza kuwakandamiza na kuliharibu kanisa la Mungu. Kwa hiyo maana msingi mkubwa sana tunasisitiza watu wajifunze neno la Mungu, wajazwe na Roho Mtakatifu, wajazwe na maarifa ya kiungu, kwa sababu anasema kwamba nami nitawafundisha ile kweli, nayo kweli itawaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Kwa kanisa la leo linahitaji kurudi kwenye misingi ile ya awali ya kujifunza neno la Mungu, sio tu kuhamasishana, sio tu kutiwa ile heka ya kihisia na kuona kwamba imetosha. Hapana, ili tuweze kushinda hii vita ambayo tunayo, lazima tuwe na maarifa sahihi. Biblia inasema kwamba ninyi mkiyakataa maarifa na Mungu anakukataa. Kwa hiyo kanisa likikosa maarifa, tafsiri yake tu ni kwamba hata Mungu mwenyewe analikataa hilo kanisa. Kwa mtu yeyote ambaye mwamini Yesu anahitaji kuwa na maarifa sahihi ya kiungu ili aweze kudumu na kuimarika katika imani. Kwa mfano, kama sasa hivi kuna milango ya mafanikio. Unakuta mtu anatangaza anasema njoo nikuombee ufanikiwe. Lakini funguo ya mafanikio sio maombi peke yake. Maombi ni kitu kimoja, lakini kufanya kazi kwa bidii na kwa weledi na kwa ubunifu ni mlango mwingine, ni funguo nyingine ambayo sasa ukimaliza kumwombea mtu lazima pia umuelekeze mambo ya msingi ambayo yanapaswa kufuata. Kama taifa la Tanzania, tukiwa na kanisa ambalo linawaaminisha watu mafanikio yanatokana na maombi peke yake, tunaliharibu taifa letu la Tanzania, kwa sababu kuna mataifa ambayo hawajui hayo maombi mnayoyazungumza na wamefanikiwa na wana fedha na wana kila kitu. Kwa hiyo ni lazima tuwafundishe watu wetu vitu sahihi, kwamba tujifunze kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi na neno lake, lakini pia tufanye kazi kwa bidii. Wakuta watu wanashinda kanisani asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Ijumaa, hawafanyi kazi, hawajitumi, hawawi wabunifu, na bado wanategemea Mungu ndiye aweze kuwafanikisha. Hilo haliwezekani, na wala Mungu huwa ajibu katika mifumo ya namna hiyo. Watu lazima wajifunze neno la Mungu na wajue msingi wa neno la Mungu ulivyo katika majibu yake.